بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Tukiondokea katika aya nambari 12 kwenye sura hii ya 75 ya 85, aya zilizokwisha nyuma yake zilikuwa zinazungumzia matokeo ya kufuru na imani ya watu, kwamba watu watakaokuwa na tabia ya ukafiri basi matokeo yao yatakuwa ni mabaya, na watu watakaokuwa na imani na ikathibitishwa imani yao na matendo mema watapata ujira mzuri wakati watakaporejea kwa Mola wao, na hayo ni mafanikio makubwa yanayotarajiwa. Aya hii ya 12 na zinazofuata mbele yake zinaonyesha dalili za nguvu na uwezo alionao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kuyadhibiti, kuyahakiki na kuyachukulia hatua mambo yanayojiri miongoni mwa watu duniani kutokana na tofauti ya imani zao. Inna batsha rabbika la shadidu, hakika ya adhabu ya Mola wako anapomtia mtu mbaroni inakuwa kali kweli kweli. Akimtia mtu mkononi kwa sababu ya dhulma yake, ukorofi wake, basi anakuwa hawezi kumponyoka, anakamatwa kwa nguvu nyingi. Innahu, hakika yake Mwenyezi Mungu, huwa yubdi'u wa yu'id,
yeye ndiye anayeanzisha kitu kwa mara ya kwanza alafu anakirejesha mara ya pili. Kwa hiyo kaanzisha maisha haya alafu yatamalizika na akaweka maisha mengine yajayo. Umuumba mtu akaja duniani akafanya anayoyafanya alafu anakufa, atamfufua tena mara ya pili. Kwa hiyo yeye ndiye anayefanya mambo yakaenda katika mzunguko kama huu. Yubdiu, huanzisha umbile la kitu au huanzisha jambo, alafu hata kama litaondoka, wa yuidu, huwa anarejesha tena Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine. Wa huwa al-Ghafurul Wadud, naye Mwenyezi Mungu tabia yake ni mwingi wa kusamehe, anasamehe mambo mengi na ana mapenzi na viumbe wake. Anasamehe makosa na ni mwenye mapenzi sana na viumbe wake. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma darasa hii kwa kutanguliza jina la Allah kwa ajili ya kutaka msaada wake. Allah mwenye rehema nyingi, anayerehemu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Inna batusha rabbika la shadidun, ay maana ya aya inna intiqama Allahi wa akhdhuhu aljababirata wadhulmata, kulipiza kisasi anakofanya Mwenyezi Mungu na anavuatia mbaroni watu majabari na madhalimu. Balighul ghaya, umefikia upeo wa juu kabisa, fi shiddati wa ukali. Qala Abu Suudi amesema, albatshu, hili neno lililotumika peke yake albatshu, inna batsha rabbika. Falbatshu, hili neno batshu peke yake maana yake al-akhdhu bi'anfin, ni kukichukua kitu kwa kukusudia kukiadhibu kwa nguvu nyingi. Kwa hiyo ile batshu peke yake ilitosha kuwapifia au kuashiria kwamba kitendo watakachofanyiwa watu madhalimu siku ya kuja kutiwa mkononi kwa ajili ya kulipwa dhulma walioifanya itakuwa ni kikubwa, shari yake itakuwa kubwa. Wa haithu usifa bishiddati, pamoja na utoshelezaji wa neno lenyewe linavyojieleza, bado imesifiwa kwamba batshu yenyewe inakuwa la shadid. Usifa imesifiwa bishiddati, kwamba itakuwa ni ngumu hali yao ya kutiwa mkononi. Faqad tadhaafa wa tafaqama, kuongezwa neno la shadid mbele ya batshi, maana yake hapa panaonyeshwa lile ongezeko la hiyo shari itakayowapata na jinsi itakavyokuwa kubwa kuliko uwezo wao wa kustahimili. Mwenyezi Mungu anawapururia wanayoyafanya madhalim katika dunia hii, na Mwenyezi Mungu anakuwa na subira, anasikia vilio vya wanaodhulumiwa, lakini mambo yanakwenda, anayedhulumu anajiona ana haki ya kufanya hivyo na anarudia leo na kesho kutwa, na anayedhulumiwa huenda akakata tamaa, akaona labda malalamiko yangu, kelele zangu, dua yangu Mwenyezi Mungu hasikii. Lakini Mwenyezi Mungu mambo yake anayaendesha kama alivyojipangia. Anapoamua kuchukua hatua, basi hatua yake inakuwa haiendewi tena kinyume. Hivyo alivyoamua ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo akimtia mkononi dhalim siku anayomtia mkononi, hawezi kupata fursa yoyote ya kupunguza maafa au kujitetea. Wa huwa batshuhu bil jababirati wadhulma, na huku kutia kwake mbaroni Mwenyezi Mungu anakomkamata mja wake na kumwadhibu, aliko kusifu hapa kuwa ni kukali, ni kule anapomtia mkononi mtu jabari na mtu aliyekithirisha dhulma. Aljabaru ni mtu ambaye hufanya makosa, hufanya dhuluma bila ya kuhofia hatua gani itachukuliwa dhidi yake. Yote anayafanya kwa kujiamini, na anayafanya wazi mchana bila ya kificho. Akadhulumu sana watu, akapiga sana, akaua, kama huyu ambaye kaja akahudhuria akashuhudia watu wanatiwa motoni mmoja mmoja. Hakuwa na chochote alichokuwa akakichelea kwenye dunia hii. Hakuna mahakama ya kitaifa wala ya kimataifa alokuwa anaogopa labda kesi yake itapelekwa huko. Kwa hiyo mtu jabari ni yule ambaye hujipima kwa nguvu alizonazo
na uwezo wa kulifanya lile alilodhamiria bila ya kuhojiwa na mtu yoyote. Sasa siku Mwenyezi Mungu anapomkamata mtu kama huyu, basi hapo ndo anapokuwa akamalizia hasira zake zote. Kwa hiyo anaposema kutia kwake mbaroni kunakuwa kugumu, anakusudia anapowatia mbaroni hawa watu majabar na watu madhalim, wanadhulumu sana bila ya kuogopea hatima ya dhulma wanayoifanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu siku anapowakamata ndo huwa anamaliza hasira zake kwao. Wa akhdhuhu iyahum, na jinsi anavyowakamata kwa kuwatia mkononi, bil adhabi wal intiqam, akikusudia kwamba leo ndo naanza na mimi kuadhibu, na nawaadhibu kwa kulipizia kisasi kwa yale yote walioyafanya nikawapururia huko nyuma. Inna batusha rabbika, hakika ya kutia mkononi kwa adhabu anakokufanya Mola wako, la shadidun, ni kukubwa mno, kukali sana. Inataka mtu mwenye imani na akawa na moyo wa subira, ajue hakuna linalopotea kwa Mwenyezi Mungu. La shay'un yadhi'u inda Allahi, hapana jambo linalopotea mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe na imani yako, ambayo imani inakuwa ndo sababu ya wewe kudhulumiwa, kaa bado juu ya mstari, onyesha taa kwa Mola wako, nyenyekea na uombe kwa lile lililo ndani ya uwezo wako. Elewa tu ipo siku haki itarudi na ikae mahala pake. Dhuluma uliofanyiwa utalipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye aliyetunza kumbukumbu na rekodi za mtu aliyedhulumu, na pia yeye ndiye aliyetunza na kurekodi kumbukumbu za mtu aliyedhulumiwa. Wote ni watahiniwa na kila mmoja anapaswa abakie kwenye taa. Atakayekengeuka hana anayemdhuru wala kumharibia, ila anajiharibia nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo aliyedhulumiwa alafu akachukua hatua za kushirikisha, za kumkufuru Mwenyezi Mungu baada ya kudhulumiwa, yeye mwenyewe ndo anayejipotezea fursa kwamba kulikuwa kuna nafasi nzuri kwake yeye kuja kulipiziwa na kulipwa kwa yale aliyofanyiwa. Endapo angelibaki kwenye taa na akasubiri kwa namna anayoipenda na kuiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anawajua Mwenyezi Mungu waja wake wanaodhulumu, na anaiona dhulma wanayoifanya, na anawajua Mwenyezi Mungu waja wake wanaodhulumiwa, na anaiona dhulma wanayofanyiwa. Lakini habari hizi zote mwisho wake ni kwamba marejeo ya waja wote ni kwake Mwenyezi Mungu, na atamlipa kila mmoja kutokana na yale aliyokuwa anayafanya. Inna batusha rabbika la shadidun, hakika ya kukamata kutia mbaroni kwa Mola wako na akaamua kuadhibu kwa kulipiza kisasi, basi adhabu anayokuwa akatekeleza inakuwa ni kali sana. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu, hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayeanzisha umbile na akarejesha mara nyingine. Ai, maana yake ni kwamba huwa jalla wa ala, yeye Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na mwenye cheo cha juu kuliko wote wenye vyeo, al-khaliqul qadiru, ndiye muumbaji mwenye uwezo mkubwa katika fani hii ya kuumba. Alladhi, ambaye yabda'ul khalqa, yeye ndo anayeanzisha umbile, min al-adami, wakati hapakuwa na kielelezo cha lile alilolianzisha. Yani kaumba wanadamu, hakukopia hii design mahala kwamba aliona kiumbe anayeumbile hili ana tabia hizi na yeye ndo akakopia akafanya. La, yeye huvumbua mambo mwenyewe bila ya kukopia mfano kutoka mahala popote. Yabda'ul khalqa, anaanzisha kwa mara ya kwanza umbile la anachotaka kukiumba, min al-adami, wakati kilikuwa hakipo hicho alichoumba. Haagizii wataalamu wa designing wala watu wa kufanya feasibility study, wala hataki wataalamu wa fani yoyote. Yeye ndo anayeanzisha kila kitu kwa mara ya kwanza. Kaumba mbingu, kaumba ardhi, akajaza vitu mbinguni na ardhini bila ya kuangalia mfano uliotangulia kabla ya hapo. Yeye ndo mbunifu wa yote yanayoonekanwa, na ndiyo aliyekiweka kila kitu mahala pake. Huwa alladhi yabda'ul khalqa min al-adam, yeye ndiye anayeanzisha umbile la kila kitu kutoka katika mahala pasipojulikana. Anaanzisha kitu bila ya kuwa kilikuwepo mfano wake kabla. Thumma yu'iduhum ahya'an ba'da al-maut,
halafu hawa aliyowaumba atawarejesha tena kwa mara nyingine wawe hai baada ya kuwapitisha kwenye kipindi cha muda cha kifo. Anaumba kiumbe kilikuwa hakipo, halafu kinakufa, kinatoweka kabisa, halafu atakirejesha tena mara ya pili. Kwa hiyo hii recycling hii kaamua, kapangilia, kafanya, na hakukopia pahala mtindo huu. Hii ndiye anayefanya yote haya, anatoa, anaondoa, anaweka, anaondoa, na hatimaye kuna kipindi kingine kijacho ambacho mambo yote ya muda yatakuwa yamesawazishwa na yatakuja mambo mengine ya kudumu. Wa huwa al-ghafurul wadud, naye Allah ni mwingi wa kusamehe, pamoja na ukubwa na wingi wa makosa wanayofanya viumbe wake, lakini yeye kajikatibia kuwa ni mwenye kusamehe sana. Yafu an kathir, anasamehe Mwenyezi Mungu mambo mengi mno. Kasema Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi, ambayo ni maneno yake Mwenyezi Mungu yasiyokuwa sehemu ya Qur'ani. Alikuwa anampa mtume wake Muhammad kama wahai, lakini akaambiwa sio ya Qur'ani, yanaitwa hadithul Qudsi. Kwa hiyo kuna hadithi moja Mwenyezi Mungu anasema, ibna Adama, ewe mtoto wa Adam, innaka ma da'autani, hakika yako binadamu wakati wowote utakaponiomba, warajautani, na ukawa una matarajio kwamba maombi yako ninayasikia na iko nafasi ya kuyachukulia hatua, yani ufanye kitu unacho uhakika nacho, sio kubahatisha. Labda kama ananisikia ni muombe, uwe na imani thabit, halafu uwe na matumaini, ujue ninafanya hichi kitu kwa uhakika, sio ninabahatisha. Innaka, hakika yako mwanadamu, ma da'autani, wakati wowote utakapoamua kuniomba, warajautani, na ukawa una matarajio juu ya kwamba maombi yako yanasikiwa na yatachukuliwa hatua, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, mimi nitakusamehe juu ya maudhi yote uliojibebea kujitendea, wala sitobali umeniudhi kiasi gani, umekosea kiasi gani. Yoyote ambaye anahisi mapambano yeye na Mwenyezi Mungu hayawezi, na akawa akafanya makosa mengi kupindukia kiwango, basi asikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Atakapoamua kumuomba msamaha, wakati muafaka wa kumuomba msamaha, Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote. Innaka ma da'autani, wakati wowote utakaponiomba, warajautani, na ukawa una matarajio juu ya unaloliomba, ghafartu laka, mimi nitakusamehe. Bimaana kubwa ambalo mtu anastahiki kuomba kuliko mambo mengine ni kujiombea mwenyewe salama, kwa kutaka asamehewe aliyokwisha kufanya katika maudhi yake, makosa yake alipokuwa katika ujahili. Kwa hiyo anapoomba wakati wote, Mwenyezi Mungu huwa anayasikia maombi yake na anayachukulia hatua. Ibna Adama, ewe mtoto wa Adam, lau balaghat dhunubuka anana samai, lau kama madhambi yako yatafikia kimo cha kugonga mbingu, umeanza kuyafanya madogo madogo, ukarundika kama mtu anavyorundika chungu ya nazi, zikapanda juu zikawa ndefu. Kwa hiyo wewe dhambi zako umeanza kidogo, 1, 2, 10, 20, mpaka zikagonga mbingu kama zitapangwa. Thumma astaghfartani, halafu ukaja ukaamua uniombe msamaha, ghafartu lak, mimi nitakusamehe. Ibna Adama, ewe mtoto wa Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, hakika yako mwanadamu kama utanijia na una makosa kama mviringo wa ardhi, yani dunia hii ardhi ukubwa wake ndio ukubwa wa dhambi zako. Innaka, hakika yako mwanadamu, lau ataitani, lau kama utanijia mimi, biqurabil ardi khataya, una makosa kama mviringo wa ardhi, thumma laqitani, halafu ukakutana na mimi, la tushiriku bi shay'a, hujafanya kosa la kunishirikisha na chochote. Una madhambi mengine mengi, lakini kosa la shirki umekuja akhera hunalo, la ataituka biqurabiha maghfira, nitakupa pamoja na ukubwa wa makosa yako nafasi ya msamaha.
Yani watu wanaosamehewa ni watu walioomba msamaha, walipewa fursa hii tangu duniani na wakaitumia vizuri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe makosa yote. Qul ya ibadiyalladhina, waambie Muhammad, enyi waja wangu, ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmefanya fujo kwa kuzidhulumu nafsi zenu kwa maasi na dhambi nyingi, la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zote za kila namna. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye rehema kwa waja wake. Kwa hiyo yeye hapa kajiita wa huwal ghafurul wadud. Yeye Mwenyezi Mungu, hii ndo tabia yake, ni mwingi wa kusamehe na ana mapenzi makubwa na waja wake. Kwa hiyo dhalimu anadhulumu leo na kesho kutwa, lakini bado ana nafasi adhimu. Kama ataitumia vyema, basi kudhulumu kadhulumu, na halafu hatimaye anaweza akaitumia vizuri nafasi ya kupatana na Mola wake, akaishia kuwa ni mtu mwema aliyesamehewa. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi kuwa katika miongoni mwa watu hao. La, anafanya dhulma yake mpaka siku yake ya kuondoka inafika, bado dhalim, huyu fursa ya kusamehewa inakuwa hakuna. Akienda akhera kwa Mwenyezi Mungu na makosa hajawahi kupatana naye hapa duniani, makosa yake yatamtia hatiani na atakuwa ni mwenye kupewa adhabu kwa mujibu wa makosa yake. Lakini duniani Mwenyezi Mungu kaweka mkataba dhidi kwa ajili ya nafsi yake kwamba yeye anasamehe dhambi zote. Watu wanaotubia makosa yao na wakaomba msamaha kwa makosa yao, Mwenyezi Mungu anakubali na huwa anawasamehe. Wengi walikuwa majahili na dhulma wameifanya sana kwa wingi, lakini walitumia fursa hii wakakubali kupatana na Mola wao. Hata leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum. Kwa hiyo kitendo cha mtu kutubu au kusilimu au kuomba msamaha kinampa yeye fursa ya kupatana na Mola wake na makosa yake aliyokwisha kuyafanya yakawa ni yenye kusamehewa. La, ndo katika wale majabari wanaojiweza sana, wanaosema potelea mbali, akafanya makosa yake mpaka siku yake ya kufa, kafa aliyakuwa yeye ni dhalim athimun, anakuwa akenda na makosa yake kwa Mwenyezi Mungu, na baada ya kuhukumiwa akitiwa hatiani atastahiki adhabu ya milele, hatosamehewa wakati kaenda na makosa yake akhera. Fursa hii ya kusamehewa ni mtu aitumie hapa duniani, awache makosa na uwezo wa kuyafanya angali nao, awache kufanya dhambi na nafasi inamruhusu, aache hayo kwa sababu ya kumwogopa Mola wake. Huyu ndo mtu anayekuwa akasamehewa. Maana ya aya ni kwamba wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asatiru lidhunubi ibadihi almu'minin, ni mwenye dasturi ya kustiri makosa ya waja wake waumini. Wanakosea na anawasitiri, na wakitubia anawasamehe. Al-latifu al-muhsin ila awliyaihi, ni mpole na mwenye kuwatendea ihsani watu walioukubali utawala wake, watu walioithamini dini yake. Kwa hiyo miongoni mwa mafunzo ya dini ni kwamba mtu anayefanya kosa akarealize kwamba hichi nilichokifanya ni kosa, basi atubie kwa kuacha mara moja na arekebishe kwa kutokufanya makosa kama hayo tena. Aombe msamaha baada ya hapo na Mwenyezi Mungu atamsamehe, kwa sababu yeye anaona makosa yote yanayofanywa na waja wake, anayasitiri makosa hayo, na pia yeye tabia yake ni mpole, mwenye ihsani, na pia anakuwa anachukulia mengi katika matendo yanayofanywa na viumbe wake. Almuhibbu lahum, pamoja na yote Mwenyezi Mungu ana dasturi ya mapenzi sana kwa waja wake, anawapenda haswa. Kaumba mwenyewe, design kachagua mwenyewe, kwa majukumu akawapa yeye. Kwa hiyo anawapenda waja wake, hasa wale ambao wanakiri udhaifu wao na huwa wakaomba radhi, wakaomba msamaha baada ya kujua kuwa walichofanya ni kosa. Qala Ibn Abbas, bwana Abdullah Ibn Abbas amesema, yawadu awliyaahu, Mwenyezi Mungu anawapenda wale wafuasi wake, watu waliokubali kufuata muongozo wake. Alipojiita wadud kutokana na neno mawadda,
bimaana yawaddu awliyaahu, anawapenda Mwenyezi Mungu wafuasi wake. Inna Allaha, hakika ya Allah, yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati, atawaingiza watu walioamini na kutenda mema, jannatin tajri min tahtiha al-anharu, kwenye pepo ambayo inapita chini yake mito mbalimbali. Walladhina kafaru, na watu waliokataa kufuata mwongozo wa Mwenyezi Mungu, yatamattauna, wao wanachojua duniani ni kustarehe, wayakuluna kama taakulul an'am, na wanakula ovyo kama wanavyokula wanyama. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu ni waliokubali kufuata mwongozo wake, kuyaendea na kuyatekeleza waliokuja nayo mitume aliyowatuma. Hawa ndo wako chini ya wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu ndiyo mpangaji na wao wanafuata mpango. Kwa hiyo hum awliyaullahi, hawa ndiyo vipenzi wafuasi wa Mwenyezi Mungu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, anawatoa kwenye viza kuwapeleka kwenye nuru. Lakini kuna watu wapinzani, na upinzani wao ni wa makusudi, sio wa bahati mbaya. Walladhina kafaru, watu waliokufuru wakaukataa uongozi wa Mwenyezi Mungu, yatamatauna, wao duniani walichokithamini zaidi ni starehe. Wanapenda kustarehe kwa njia hata zisizoruhusiwa, lakini wao wamechagua wastarehe tu duniani. Wayakuluna, na wanakuwa wanakula ovyo kama taakulul an'am, kama wanavyokula wanyama. Wanaru maswal lahum, na hawa watu wastarehe, moto ndiyo mafikio yao, makazi yao ya mwisho. Au katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni msimamiaji, mpangaji na msimamiaji wa mambo ya watu waliomuamini. Walladhina yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, Mwenyezi Mungu huwapangia kuwatoa hawa waliomuamini kutoka kwenye viza akawaelekeza kwenye nuru. Anawatoa kwenye upotovu na akawapeleka, akawaongoza kwenye uongofu. Walladhina kafaru, na watu waliokataa mpango wa huyu Allah, awliyauhum taghutu, wapangaji na wasimamiaji wa mipango yao ni watawala wengine wasiokuwa Mungu, wanao miongozo, sharia, amri na makatazo, lakini hayahusiani na ya Mungu. Wote ndo wanaitwa generally, wanaitwa mataghuti. Kwa hiyo watu waliomkufuru Mungu wanakubali miongozo ya mataghuti ambao ni wengi mno. Mungu ni mmoja tu, haki ni moja tu, mwongozo ni mmoja tu, lakini watu walioukataa mwongozo huo, wakamkataa Mungu huyo, wakaikataa hiyo haki, wao wanaingia kwenye viza mbalimbali. Waliokufuru, walladhina kafaru, watu waliokufuru, awliyauhum taghutu, wapangaji na wasimamiaji wa mambo yao ni mataghuti mbalimbali wenye miongozo isiyokubaliana na mwongozo wa Mungu. Hawa mataghuti kazi wanayoifanya, yukhrijunahum minan nuri, wanawatoa watu kwenye nuru ya dini, ila dhulumati, wakawatia kwenye viza vya namna mbalimbali. Ulaika ashabun nari, hao wanaotolewa kwenye dini na wakaingizwa vizani ndio watakaokuwa watu wa motoni. Hum fiha khalidun, humo motoni wao wataishi milele. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mwenye mapenzi na waja wake, anawapenda sana, na katika kuwapenda kwake ni kwamba kawapangia mipango na taratibu ya kukomboka kutokana na maafa na mwisho mbaya. Kawekea utaratibu wa kwamba wafanikiwe na waishie katika mwisho mwema. Yawadu awliyaahu, anawapenda Mwenyezi Mungu vipenzi vyake, wafuasi wake waliokubali kufuata mpango na mwongozo wake. Kama yawadu ahadukum akhahu, kama mmoja wenu anavyokuwa na tabia ya kumpenda ndugu yake. Kwa hiyo Allah ndivyo anavyowapenda viumbe wake wanaomfuata, wanaomthamini, wanaomsikiliza na kumtii. Yawadu awliyaahu, Mungu anawapenda vipenzi vyake, wafuasi wake. Kama yawadu ahadukum akhahu, kama mmoja wenu anavyompenda ndugu yake, bilbushra wal mahabba,
anampenda mja wake Mwenyezi Mungu kama mtu anavyompenda ndugu yake tu, katika kumpendea mambo ya kheri na jinsi alivyomnyoshea ukunjufu wa moyo kwa kuujaza mapenzi upande wake. Dhul Arshil Majid, Mwenyezi Mungu ni mwenye arshi tukufu. Ay sahibul Arshil Azim, Mwenyezi Mungu ndiye aliyemiliki hiyo arshi kuu, arshi tukufu. Wa innama adhafa al-arsha ila Allahi, na hii arshi kaitegemeza kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa khassahu bidhikri, na akaifanya mahsusi itajwe katika eneo hili kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye arshi tukufu, na ilhali Mungu hakumiliki arshi peke yake, kamiliki vitu vingi pamoja na sisi, lakini akajiita dhul arshi, mwenye arshi. Khassahu bidhikri, kaitaja haswa mahsusi hiyo arshi, akaitaja kwa jina kwamba Mungu ndo mwenye arshi tukufu. Kwa nini akaitaja arshi na yeye ndiyo mwenye kumiliki vitu vyote ulimwenguni? Lianna al-arsha a'zamul makhluqat, hii ni kwa sababu arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote alivyoumba. Kwa hiyo katika vitu vikubwa alivyoumba vilivyo chini ya mamlaka yake ni hii arshi yake tukufu. Kwa hiyo yeye ndiyo mwenye hiyo arshi, ikiwa hicho kikubwa kamiliki yeye na vyote vinginevyo viko katika mamlaka yake. Lianna al-arsha a'zamu makhluqati, arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko vyote alivyoumba Mwenyezi Mungu. Wa awsa'u minas samawati wa sab'i, na ukubwa wake, upana wake ni mkubwa zaidi na mkunjufu zaidi kuliko eneo lililochukuliwa na mbingu saba. Arshi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi kuliko mbingu saba. Wa khalquhu bihadha alwasfi, na kuiumba kwake Mwenyezi Mungu alikoiumba hiyo arshi katika wasifu huu wa kuwa ni kubwa zaidi kuliko mbingu zote saba, yadullu ala azamati khaliqihi, inaonyesha dalili ya ukubwa wa huyo aliyeumba. Kama kiumbe kikubwa kuliko mbingu saba, ina maana aliyeumba kiumbe hichi yeye ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo mtu kusema Allahu Akbar, akilini mwake ingie kwamba anaongea maneno yanayofika upeo wa mbali kuliko uwezo wa akili yake kufikiria. Mungu ni mkubwa zaidi kwa sababu kuna viumbe vikubwa sana kaumba, na hivyo ni viumbe tu. Sasa yeye muumbaji anakuwa ni mkubwa zaidi kuliko hivyo viumbe alivyoviumba. Al-Majid, halafu ni mtukufu Mwenyezi Mungu. Dhul Arshi, yeye ndo mwenye arshi. Al-Majidu, halafu ni mtukufu Mwenyezi Mungu. Huwa Ta'ala al-Majid, yeye Mwenyezi Mungu ni mtukufu sana. Al-Ali, ndiye wa juu kwa cheo kuliko wenye vyeo wote. Ala jami'il khalaiq, yeye ana cheo cha juu kuliko wote ambao ni viumbe tu kwake. Al-Muttasifu bi jami'i sifati al-jalali wal kamali, Mwenyezi Mungu ndiye anayesifikana kwa sifa zote za utukufu na sifa zote za ukamilifu, anastahiki kurejeshewa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye aliyewaumba watu wote na daraja zao zinazoonekanwa, tofauti ya utukufu miongoni mwao, hadhi walizonazo, wote ni viumbe na muumbaji wao ndio huyo huyo mmoja. Fa'alun lima yurid, Mwenyezi Mungu ndiye anaye uwezo wa kufanya analolitaka. Wengine hawana uwezo wa kufanya wanalolitaka, hudhamiria mengi lakini hatimaye yakashindwa njiani. Lakini Allah analoamua kufanya hakuna chochote cha kuweza kulizuia. Fa'alun lima yuridu, Allah tabia yake, uwezo wake ni kwamba ni mfanyaji wa kila analolitaka, atakalo yeye ndilo linalokuwa. Ai, maana yake yaf'alu ma yasha'u, Mwenyezi Mungu huwa anafanya anachotaka. Wa yahkumu ma yuridu, na huhukumu anavyotaka. La muaqiba li hukmihi, hakuna anayeweza kubatilisha hukumu yake, maamuzi yake atakayotoa hakuna atakayeweza kuyabatilisha. Wala radda li qada'i, na hakuna anayeweza kulirudi, kulirejesha, kulizuia jambo alilohukumu Mwenyezi Mungu liwe. Akiamua hili liwe hivi, hakuna anaye uwezo wa kulizuia likaja vingine, linakuja kama vile mwenyewe alivyotaka. Hakuna mwingine mwenye uwezo kama huu ila ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Qala al-Qurtubi, amesema Imam Qurtubi, yani makusudio ya aya anavyojitangaza Mwenyezi Mungu
kuwa yeye ni fa'alun lima yurid, anafanya analolitaka. Makusudio yake ni kwamba la yumtana alayhi shay'un yuriduhu, hakuna uwezekano wa kuzuiliwa jambo alilolitaka yeye Mungu liwe. Kama kataka jambo liwe, hakuna uwezekano, si mbinguni wala ardhini, wa kufanya jambo aliloamua Mwenyezi Mungu lisiwe. Hakuna uwezekano. Kwa hiyo yeye akajitangaza hapa kuwa ni mfanyaji wa lile analolitaka, na lazima liwe kama alivyotaka yeye. Huyo ndo Mungu ambaye peke yake ndo anastahili kuabudiwa na anayestahili kutegemewa na kuombwa msaada. Ruya pamepokewa katika masimulizi ya hadithi anna Abu Bakr Siddiq, kwamba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qila lahu wa huwa fi marad al-maut. Abu Bakr Siddiq ameitwa Siddiq kwa sababu ya imani yake ya kusadikisha kila analoambiwa la Mungu, yeye alikuwa analikubali. Imani yake huyu bwana ilikuwa kubwa, ya kiwango cha juu, akapewa jina la kuwa yeye ni Siddiq. Abu Bakari alipougua maradhi ambayo yalikuwa ndiyo sababu ya kufa kwake, watu waliokwenda kumkagua katika ugonjwa wake walimuuliza, ya amiral mu'minin, ewe kiongozi wa Waislamu, hal nadhara ilaika tabibu, leo ameshakuja daktari kukuangalia? Qala naam. Abu Bakari akasema ndivyo, daktari kaja kuniangalia leo. Qalu, wale watu waliokuja kumkagua wakamuuliza tena, famadha qala laka, alipokuja akasemaje? Qala, akajibu Abu Bakar, qala li, alipokuja daktari kaniambia, inni fa'alun lima uridu, mimi ni mfanyaji wa nilitakalo. Katika sehemu nyingine wanasema kwamba wamekuja watu na Abu Bakari yuko katika maradhi ya kufa, ndio maradhi ambayo hapo ndo alikuwa anaondokea duniani. Wakamwambia, kaifa tajiduka, unajisikiaje? Unajisikiaje amir al-mu'minin? Akasema, arju rahmata rabbi, najisikia natarajia rehema za Mola wangu. Wakamuuliza tena, famadha tashtahi, unatamani nini tukutafutie, tukupe nini? Maana watu walisha tena huenda wakamkejeli mgonjwa, vipi nikuletee supu, nikuletee machungwa, unataka mkate wa mayai? Maana hata alipokuwa mtu siku waliokuwa na njaa hawajamuuliza kama tukupe nini, lakini tena mgonjwa anaambiwa taabani hali yake hapo, tena ndo wanakutajia vitu vile vya maana vya gharama, sikuletee mkate wa mayai, utakula supu ya kuku, supu ya ng'ombe unataka. Kwa hiyo wakenda wakamuuliza, ma tashtahi, unataka nini? Akasema, ashtahi ridha rabbi, ninatamani radhi ya Mola wangu, napenda Mungu aniwie radhi. Halafu ndo wakamuuliza, hal nadhara ilaika tabibu, leo kaja daktari kukuangalia? Akajibu, naam, nadhara ilayya tabib, naam, daktari kaja kuniangalia. Famadha qala laka, alipokuangalia akasemaje? Akasema, qala li, kaniambia, inni fa'alun lima uridu, mimi ninafanya ninalolitaka. Kwa hiyo watu huko nyuma kote walikuwa hawajamuelewa Abu Bakar, isipokuwa walikuja kumfahamu kwa maneno yake haya ya mwisho aliposema, daktari kaniangalia na kasema kwamba mimi ninafanya ninalolitaka. Wakajua huyu sisi tunasema naye mengine, lakini kumbe yeye yuko kwingine, anakusudia Mwenyezi Mungu. Huyo ndo daktari wake, ndiye alimfanya aumwe, akitaka apoe atapoa. Aliposema inni fa'alu lima urid, kwamba yeye mwenyewe kahisi sasa hapa kilichobakia mbele yake ni uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake, na mwenyewe alishakuona kwamba hapa safari iko tayari. Fa'alu lima yurid, Mwenyezi Mungu ni mfanyaji wa analolitaka. Hal ataka hadithul junud, aya hii na zinazofuata huku mbele yake zinatukumbusha au zinatuelimisha kwamba watu duniani huwa na nguvu na wakatamba sana kwa kujivunia nguvu walizonazo. Watu duniani huwa na mali
wakatumia sana kwa sababu ya uwezo wa mali walizonazo. Lakini mali ya mtu na nguvu ya mtu haiwezeshi kupinga maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya kujitangaza kwa yeye ni muweza wa kufanya atakalo, akatupa na sisi vielelezo vya kututhibitishia kwamba kweli Mungu ana uwezo wa kufanya atakavyo. Hao watu nyuma tunakotokea wamewahukumu watu kuwachoma moto kwa sababu ya dini yao. Mwenyezi Mungu aliwaona wachomaji na akawaona waliochomwa. Kitendo cha kuchomwa watu kimetendwa mpaka kikamalizika. Mungu yupo na anaona wachomaji na anawaona wanaochomwa. Lakini Mungu kwake yeye hakuna lilokuwa la hasara. Wale waja wake kufa lazima wafe, kapenda wafe vile mashahidi. Ushahidi wa kutosha kwamba dini yao ndio ilo wafanya waadhibiwe adhabu ile. Na kuna wengine ambao walitaka Mwenyezi Mungu kuwanusuru wasipatwe na maafa. Ibrahim katiwa motoni hali ya kuwa kafungwa na kamba mikononi na miguuni, lakini Mwenyezi Mungu alijalia moto ukaunguza kamba alizofungiwa, lakini mwenyewe mpaka malaika yake kabakia salama na hakupata matatizo yoyote kwa muda wote wa wiki moja aliyoishi kwenye moto. Mpaka alikuja kuulizwa baadaye, hivi Ibrahim, wewe tangu ukulukiwe na Mola wako ulishapata angalau kupata siku 2-3 ukaishi kwa raha kwenye dunia hii? Na tunakuona mtu wa mikasa tu, misukosuko, mashaka haya na yale. Tangu uje duniani wewe ni mtu wa mashaka tu, huna nafasi ya kustarehe kupumzika hata kidogo. Ulishawahi kupata wewe kipindi fulani ukawa na maisha mazuri ukapata mapumziko? Ibrahim hakufikiri kwa muda mrefu, akatoa jawabu akasema, ama tangu niumbwe mimi katika dunia hii, siku nilizoishi maisha ya raha ni siku 7 tu, zile nilizokuweko motoni. Zile siku 7 nilizokuwemo motoni, zile peke yake mimi ndo nilirelax. Nilikuwa pale ninakaa kwa raha kweli kweli, vyakula vya gharama ndo ninakula. Sasa huyu naye kahukumiwa moto kama hao walivyohukumiwa moto. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu hufanya analolitaka, wengine ni manabii kawatuma yeye, wameuawa na kashuhudia vifo vyao. Wengine sio manabii, watu tu wa kawaida, kawaokoa wakasalimika kutokana na shari za viumbe. Lakini mwenyewe kwa sababu anafanya atakalo, kayazungumza yote hayo kwamba kayashuhudia. Wa huma ala ma yafaluna bil mu'minina shuhudun, hawa watu yote walioyafanya kuwafanyia waumini yameonekana. Akasema huku mwisho kwamba kwa kuthibitisha kuwa Mungu ana uwezo wa kufanya analolitaka, watu wenye nguvu wamepita wengi wakatamba juu ya dunia hii. Hal ataka hadithul junud, wewe umeshapata kusikia hadithi ya watu wenye majeshi makubwa, kwamba huyu mmoja wapo Firaun na mwingineo ni Thamud. Taifa hizi mbili zilikuwa ni katika mataifa yanayoitwa kwa lugha ya kileo super powers, mataifa ambayo ndo makubwa duniani kiuchumi, kijeshi, kiutamaduni, kila kitu wao walikuwa wanaongoza. Kwa hiyo Firauni naye kwa zama zake alikuwa ni kwa mfano wake kama ilivyo Marekani na dunia ya leo wakati huo. Lakini pamoja na nguvu alizokuwa nazo, basi Mwenyezi Mungu alipoamua, suala la kumwangamiza lilikuwa jepesi mno, as simple as ABC. Yani mtego ule aliotegewa wawazi kabisa. Mpaka waziri wake mkuu Mungu akampa maarifa, akamuuliza, mzee, wewe tangu kupata fahamu yako ulishawahi kuona maji yakakaa hivi? Firauni anaulizwa na Haman, tangu wewe kupata fahamu yako ulishawahi kuyaona maji yakawa na tabia ya kukaa hivi wima bila ya kizuizi? Akasema sijapata kuona. Haman akamwambia, basi ninakushauri bora mwache Musa na watu wake aende zake, sisi turudi Misri. Wakati hapo watu wamekata Red Sea, hao wanaelekea kwenye maeneo mengine, wanaikimbia Misri. Firauni kaja juu pale, kakasirika, akatoa amri yake ya lazima, na watu wote wakabaki wasalim amri, kuitii amri ile. Kambia, wewe mwoga sana ndio nini? Wewe hufai. Wale walipitaje sisi tushindwe kupita hapa? Yeye anapewa points, anapewa hoja, lakini yeye sasa anatumia ile jazba yake kwamba ndo muamuzi wa mwisho.
wale kwa nini wapite sisi tushindwe kupita? Kwa hiyo kama Musa na watu wake wamepita kwenye njia hii, na sisi tutapita hii. Haiwezekani wale wapite sisi tushindwe kupita, twende. Kwa hiyo akaamrisha jeshi lake likaingia njiani, wakapita kwenye njia ya maajabu. Njia kwa mtu mwenye akili yake ya kawaida anajua huu mtego na bora tumsamehe huyu bwana ende zake, lakini kwa sababu lile suala limeshapangwa. Hadithul junud, imeshakufikia hadithi ya watu wenye majeshi makubwa. Istifhamu litashwiq, hili ni suala la kumfanya msikilizaji apate shauku kuhusu hadithi ya hayo majeshi. Maana yake ni kwamba hal balaghaka ya Muhammadun, hivi imeshakufikia ewe Muhammad. Na Muhammad leo hayupo, tupo sisi. Wewe unaoyasema maneno haya ulishapata kusikia khabarul aljumu'il kafira, habari za mjumuiko mkubwa wa watu wengi wenye nguvu za kijeshi ambao ni makafiri? Alladhina, hawa ni watu ambao ni majeshi ya watu ambayo tajannadu liharbi rasuli, tajannadu, waliunda na kuimarisha majeshi yao liharbi rusuli wal anbiya, kwa ajili ya kuwapiga vita mitume, anbiya na mursalin. Kwa hiyo wao walikuwa hawasikii wala hawaheshimu mtume yoyote wala hawayathamini mafunzo waliokuja nayo. Kwa hiyo walitumia nguvu zao za jeshi, wakatumia nguvu zao za uchumi, na wakaendeleza kile ambacho kwao kilikuwa kitukufu zaidi, na wakawapinga mitume wa Mwenyezi Mungu kwa nguvu zao zote. Lakini suala lipo hapa, je, nguvu zao walizokuwa nazo zilipelekea mitume kushindwa, au wao na nguvu zao ndo walishindwa na mitume wakanusuriwa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu kajiwekea mkataba ambao hauwezi kubatilishwa. Kataballahu, amejiandikia Mwenyezi Mungu mkataba, la aghlibanna ana wa rusuli, wallahi tutaibuka washindi mimi na mitume wangu. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa mkataba huo kuendewa kinyume. Firaun kaangamia na Musa akasalimika, na hiyo ndo desturi ya Mwenyezi Mungu kwa mitume wake wengi au wote waliotangulia. Wako baadhi waliuawa, lakini Allah mwenyewe kaidhinisha yatendeke hayo, na ana hikma zake maalum kwa kuyaruhusu mambo hayo yatendeke. Ushahidi katika Qur'ani wa kwamba kuna mitume wameuawa ni kama ilivyo katika sura ya 2 Mwenyezi Mungu alivyosema, awakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, nyinyi Mayahudi nyie ndio mna vituko kuliko watu wote wa dunia hii. Awakullama ja'akum rasulun, hivyo nyinyi kila anapokujieni mtume, bima la tahwa anfusukum, mtume wangu akakujieni na mambo ambayo hayapendezewi kwenye nafsi zenu haziyapendi, fafariqan kadhabtum, mitume wengi mmewakadhibisha mkawakana kwa kuwakataa kuwa si mitume. Wa fariqan taqtulun, na mitume wengi mumewaua. Kwa hiyo Mungu aliyetuma mitume anathibitisha kwamba kuna mitume wake wengine wameuawa. Kwa hiyo wako watu waliounda majeshi wakayaimarisha vizuri majeshi yao ili yapingane na haki, yapingane na ukweli, na watu wanaokubaliana na haki ndio hutumiwa majeshi haya kwa ajili ya kuwaandama na kuwachukulia hatua. Kwa hiyo kama umepata kujua, kusikia au kuona nguvu za Mwenyezi Mungu alizonazo na namna anavyozitumia, angalia watu waliokuwa na majeshi makubwa katika dunia hii kama majeshi ya Firaun na majeshi ya Thamud. Hal ataka hadithul junud, hal balaghaka khabarul jumu'i, imekufikia wewe habari ya mikusanyiko mikubwa alkafira, ya watu waliokufuru wakaikataa dini, alladhina, watu ambao tajannadu, waliunda na kuimarisha majeshi, liharbi rusuli wal anbiya, kwa ajili ya kuwapiga vita mitume, mursalina na anbiya. Hal balaghaka, hivi imekufikia wewe, ma ahalla Allahu bihim, mambo aliyowafanyia Mwenyezi Mungu, min albasi, kama ya kuadhibu, wama anzala alaihim minan nakama, na yale aliyowateremshia katika maangamizi, wal adhab, na adhabu mbalimbali. Wameangamizwa pamoja na nguvu walizonazo, inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu nguvu zake kubwa zaidi, mbinu zake kubwa zaidi. Kwa hiyo hakuna ambacho kinaweza kikapangua kadari ya Mwenyezi Mungu, kama Waswahili wanavyosema, jitihada ya mja haidoi
jitihada ya mja haiondoi kudura ya Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kushinda na hufanya analolitaka. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi amesema pia kwenye aya hii, yunisuhu bidhalika wa yuslihi. Mwenyezi Mungu kwa aya hii amekusudia kumliwaza mtume wake kwamba asione nguvu ya wapinzani wake ilivyo kubwa, na yeye akajipima ana kila namna ya udhaifu. Akasema hivi, kweli jukumu hili nililotwikwa mimi ndo nitafanikiwa? Akaambiwa wamepita watu mamwamba kuliko hawa, watu majabari kuliko hawa, walikuwa na wingi wa majeshi, tena majeshi yao yalikuwa imara kuliko majeshi yako ya watu wa Maka hapa. Na habari imekwenda mpaka hatimaye Mwenyezi Mungu akathibitisha haki yake na batili ikawa ni yenye kutoweka. Thumma bayyana Ta'ala, halafu akabainisha Mwenyezi Mungu mtukufu, manhum, hao majeshi wenyewe waliozungumziwa hapa ni wepi? Hal ataka hadithul junud, ni swala tu. Umepata kusikia habari za majeshi? Majeshi gani? Manhum, ni wepi hawa? Fakala, akasema Mwenyezi Mungu, Firauna wa Thamud, ni majeshi ya Firaun na majeshi ya Thamud. Majeshi ya Firaun na majeshi ya Thamud, taifa la Firaun na taifa la Thamud, watu ambao wamepelekewa mitume wa Mwenyezi Mungu Musa na Saleh alayhi salam. Firaun katumiwa mtume Musa alayhi salam, na hawa Thamud ambao wamekuja nyuma kabla ya Firaun, hawa walipelekewa mtume Saleh alayhi salam. Na wote walipowakufuru mitume, Mwenyezi Mungu aliwanusuru mitume wake, akayaangamiza mataifa haya ambayo ni makubwa katika historia ya ulimwengu huu. Firauna wa Thamud, hadithul junudi Firauna wa Thamud, hadithi ya majeshi ya Firauni na majeshi ya Thamud. Aihum Firaunu wa Thamud, haya ni majeshi ya Firaun na Thamud. Ulibasi shadida, haya ni mataifa yaliyokuwa na jeshi lenye nguvu kubwa, ni mataifa yaliyokuwa na nguvu kubwa ya kijeshi. Fakad kanu ashaddu ba'san, mataifa haya yalikuwa yakipambana, mapambano yake yanakuwa sio ya kawaida. Wa aqwa marasan min qaumika, na walikuwa wana nguvu za kila hali kuliko watu wako wa Maka Muhammad, nguvu zao walizonazo. Nguvu za watu wa Maka, Makureshi, Maka yenyewe jinsi ilivyo ndogo, watu wenyewe wenye mikuki tu na pinde na visu vya mkononi, hawafanani na nguvu ya taifa la Firauni na majeshi aliyokuwa nayo na silaha akitengeneza kwa utaalamu wa zama hizo. Hawafanani. Na ikiwa Firauni taifa lake limeanguka, basi hichi kijitaifa cha Maka kisikusumbue, kisikushughulishe. Fanya kazi yako kwa utulivu kama ulivyopangiwa. Haya masala yasikushughulishe sana akili yako mpaka ukawa ni mwenye kukata tamaa. Fanya kazi yako kwa nafasi kama ulivyoagizwa. Kuna majeshi yamepita kama ya Firaun na ya Thamud. Haya yalikuwa ni majeshi hatari kwenye dunia hii. Na nini Mwenyezi Mungu kafanya? Umesikia? Basi Mwenyezi Mungu hajashindwa bado kuyafanya kama hayo kwa ajili ya taifa lako hili. Hum ashaddu wa aqwa min qaumika, hao walikuwa na nguvu zaidi kuliko walizonazo watu wako. Wa maadhalika, na pamoja na nguvu hizo walizokuwa nazo, faqad akhadhahumullahu ta'ala bidhunubihim, Mwenyezi Mungu mtukufu aliwatia mkononi watu wa mataifa hayo kwa sababu ya dhambi zao walizokuwa nazo. Watu wenye dola na dola zao siku zote hujiona hawana dhambi, yale wanaoyafanya hujipasishia, hujihalalishia. Kwa hiyo wao waliona ni haki kwao kuwapinga mitume pamoja na aya za vitabu walizosomewa na miujiza walioonyeshwa. Bado wao walikuwa wanajihesabu wako right, wanalinda hadhi yao, ni haki yao kufanya hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwahesabu ni wakosefu, ni wenye dhambi, akawaadhibu kwa sababu ya dhambi zao. Wa maadhalika, pamoja na nguvu walizokuwa nazo, faqad akhadhahumullahu, Mwenyezi Mungu aliwaadhibu bidhunubihim, kwa sababu ya dhambi zao. Bali alladhina kafaru fi takdhibin, lakini alladhina kafaru, watu wanaoitikadi ile ya ukafiri mpaka leo, makafiri wa leo, hata ukiwasimlia hadithi hizi, fi takdhibin, wao wamo katika kupinga tu, chochote waonyeshe na uje muujiza wa kila aina, lakini wao bado watabakia kupinga.
wa in yarau sabila rushdi la yatakhidhuhu sabila, wakionyeshwa njia ya uongofu wao hawaithamini kuwa hii ndo njia inayotufaa, wanaikataa, hawakubaliani na dini. Wa in yarau sabila alghayyi, wakionyeshwa njia ya upotofu, ya udanganyifu, wao hiyo ndo wanaikubali kuwa ndo njia. Wakishaambiwa tu kuna mishahara minono basi inawatosha, kwa sababu chaguo lao kwenye dunia hii ni kula na starehe. Wakishapata mambo hayo mawili, habari kwao imekamilika, kula na starehe basi. Bali alladhina kafaru, lakini watu waliokufuru, watu wenye mila hii ya ukafiri mpaka leo, habari hizi zinasomwa za watu wa zamani, lakini wao wamebakia fi takdhibin, wamo kwenye upinzani tu, kukataa kila kitu. Lam ya'tabir kufar, makafiri hawazingatii maneno kama haya, yanasomwa na yataendelea kusomwa, lakini wao hawazingatii. Bima halla ulaika alkufrata almukadhibin, hawayazingatii hayo yaliyowathibitikia makafiri wapinzani wa zama hizo za zamani. Na waleo nao wanaendelea kupinga vile vile kama walivyopinga hao waliopelekewa mitume na wakawakataa. Bal hum mustamiruna fi takdhibi, hawa ndo kwanza wanajiimarisha kwenye upinzani. Fahum ashaddu minhum kufran wa tughyana, kwa hiyo makafiri wa leo ambao wanasomewa yaliyowapata wenzao, ukafiri wao umezidi tena na inda yao imekuwa wazi, wanazidi kupindukia mipaka. Tena cha ajabu, wengine wanaitwa Waislamu kabisa, lakini haya yaliyo ndani ya Uislamu wao pia hawayafanyii kazi, si mawaidha kwao. Wanaendelea kudhulumu vile vile na kufanya mambo ya kijinga ya laana yaliyokataliwa na dini yao, na wanayaacha yale muhimu ya thamani yaliyohimizwa na dini yao. Lakini wao wakishapata pesa na starehe, basi wao na mademu, pombe na mambo mengine, mambo yao yamekwisha, wanayoyataka ni kula na kustarehe. Wallahu min waraihim muhitun, lakini Allah kawazunguka pande zao zote. Wacha tu wastarehe kwa muda, falyadhaku qalilan waliyabku kathira. Leo waache wacheke kidogo, wafurahi, lakini watakuja kulia sana, kilio kisicho na mwisho. Wacha tu wastarehe. Wallahu min waraihim muhit, Allah amewazunguka pande zao zote. Bimaana wallahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu, qadirun alaihim, yeye ni mwenye uwezo wa kila hali kwao, anawamudu vizuri. La yafutunahu, hawawezi kumkimbia Mwenyezi Mungu wala kupinga yale maamuzi atakayokuja kuwahukumia kwayo. La yafutunahu, hawawezi kumkimbia Mwenyezi Mungu, kumkwepa Mwenyezi Mungu. Wala yujizunahu, wala hawawezi kumshinda. Yani kama wanaweza wakajiimarisha, wakapanga safu zao vizuri, wakawa ni wabunifu wa kubuni mambo ambayo lolote litakalohukumiwa kwao watakabiliana nalo, uwezo huo hawana watu. Basi tu jeuri imekuwa nyingi, lakini uwezo wa kukabiliana na maamuzi ya Mwenyezi Mungu dhidi yao hawana. Liannahum, kwa sababu hawa waja wanadamu, fi qabdatihi, wako katika kabdhi ya Mwenyezi Mungu, kawamiliki. Vipi aliyemilikiwa atambe na mmiliki wake? Liannahum fi qabdatihi, hawa ni kwa sababu wamemilikiwa na Mwenyezi Mungu, wako katika milki yake. Fi kulli hinin wa zamanin, kwenye kila kipindi na kwenye kila zama watu wanakuwa wako katika dhamana ya Mwenyezi Mungu. Anawamudu mwenyewe, anaweza kuwafanyia lolote atakalo. Kwa hiyo hawashughulishi sana, ndio maana wanafanya jeuri, wanadhulumu na bado wakapururiwa tu, kwa sababu hawashindi wala hawawezi kukimbia. Wapo katika anga zile zile na wataishia mkononi mwake, awahukumu kwa mujibu wa kile walichokifanya. Bal huwa Qur'anun majidun, lakini haya maelezo mnayopewa ni kisomo kitakatifu, ni maelezo ya Qur'ani tukufu, ambacho ni kitabu chenye mwongozo kwa watu wanaowakili, wanaopenda kufanikiwa. Bal huwa Qur'anun majidun, ni maelezo ya wazi, pamoja na kwamba ni ya historia ya mambo yaliyopita zamani, lakini hiki ni kisomo kitukufu, Qur'ani takatifu, ambayo imeteuliwa kuwa ni mwongozo kwa watu wenye imani. Bal hadha alladhi kadhabu bihi, bal hadha alladhi kadhabu bihi, lakini hichi wanachokibisha watu wako Muhammad, ambao mpaka na leo watu wanaendelea kukibisha baada ya huyo Muhammad kuondoka. Kitabun azimun sharifun,
wanapinga na kukana na kukadhibisha maelezo ya kitabu kikubwa kitukufu, kitabun azimun, kitabu kikubwa, sharifun, kitabu kitukufu, mutanahin fi sharafi, kimetakasika kwa utukufu wake, wal makana, na hadhi na cheo chake. Ni kitabu kitukufu kikubwa. Qad sama ala sairi lkutubi samawiyya, hichi ni kitabu chenye kutajikanwa, jina lake ni tukufu kikilinganishwa na vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Hichi ndo kitabu kitukufu zaidi, kimecompile mambo yote, kimejumuisha matukio yote, zama zote, vipindi vyote, mitume wote kuanzia Adamu mpaka Isa, na Muhammad ndiye aliyezungumza historia hiyo kwenye kitabu hichi. Kwa hiyo hichi ndo kitabu kitukufu, kimezizungumza kila zama na matukio yake yaliyopita kwenye dunia hii. Kwa hiyo hichi ni kitukufu kuliko vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni. Fi ijazihi, ni kitukufu na kikubwa kwenye miujiza yake, wanadhamihi, na mpangilio wake wa maelezo yake, wasihata maanihi, na usahihi wa maana yaliyoelezwa humu. Hichi ni kitabu bora zaidi kuliko vitabu vingine vilivyotangulia. Fi lawhin mahfudhin, kitabu hichi kipo katika kitabu mama cha Lawhil Mahfudh. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake yote yako kwenye kitabu kimoja, lakini yalikuwa yanaletwa katika dunia hii kwenye zama mbalimbali kadiri ya haja. Na sasa hichi ndicho cha mwisho, kimekusanya kwa mjumuiko wake mambo yote yaliyozungumzwa kwa muhtasari kwenye vitabu vilivyotangulia, humu yakafafanuliwa, yakawekwa wazi. Kwa hiyo hichi ndicho kitabu kitukufu zaidi. Fi lawhi mahfudh, kiko katika lawhul mahfudh, ai huwa fi lawhil mahfudh alladhi fi samaa. Kitabu hiki cha Qur'ani na yaliyomo ndani yake kipo hichi katika lawhil mahfudhi iliyoko huko mbinguni. Mpaka hapa imetimia kwa msaada wa Allah tafsiri ya suratul Buruj, na tutakuja kuendelea na sura nyingine ya 84 katika darasa inayofuata biiznillah taala. Kwa leo tutaishia hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. آمين. شكرا sana Sheikh Msalim Ali. Ilikuwa ni tafsiri ya Qur'ani, lakini hebu tuangalie wasaa huu wa kipindi cha familia, tukiambiwa maisha ya ndoa yanakwenda vipi. Huyu hapa Baba Akri Washa.